Sana mtazamaji wa Kishamba TV, karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Tunafahamu kile ambacho kimejiri weekend hii, mshike wa soka kwenye michuano ya kimataifa iliweza kuendelea, ligi ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Tumeweza kama Tanzania kufuzu timu zote 4, Azam FC, Singida Black Stars kwenye kombe la shirikisho, lakini Simba Sport Club na Young Africans kwenye klabu bingwa Afrika tumefanikiwa kufuzu. Niko hapa na mchambuzi wa soka nchini Dominic Salamba kwa ajili ya kuangazia yale yote ambayo yameendelea weekend hii kwenye mechi hizo. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo na director Moji. Mimi wa Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kabisa. Jumatatu nyingine tumekutana, tumetoka kwenye weekend nzito yenye mikiki ya nje. Ni kweli ilikuwa ni weekend nzito ngumu, lakini mwisho siku imekuwa ni weekend nzuri kwa sababu yale malengo ambayo tulikuwa tunatamani kuweza kufikiwa yameshafikiwa. Kwa hiyo imekuwa ni weekend njema ambayo itakwenda kuingia kwenye historia kwa sababu kwa mara ya kwanza tunafanikiwa kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi, jambo ambalo hatukuwahi kufanya huko nyuma, na inakwenda kuonyesha kwamba ligi yetu kweli inakuwa. Na ukisema ni ligi namba 6 kwa ubora inaakisi kwa sababu timu zote 4 zimeweza kusekiwa nafasi zake na tunaingiza makundi timu 4 kwa maana 2 klabu bingwa na 2 kombe la shirikisho. Tuanze kugusia kile ambacho kilichojili kwenye michuano ya ile klabu bingwa huku, na tuanze na mchezo wa mapema Jumamosi. Young Africans tumeshuhudia mchezo wa kwanza mara baada ya kuondoka kwa kocha Falls. Kiwango cha Yanga umekionaje kwa mara ya kwanza wakiwa hawana kocha wao Romain Folz? Ni kiwango kizuri ukilinganisha na mwenendo ambao walikuwa wameanza nao katika msimu huu. Ni kiwango kizuri kwa sababu uliweza kuona determination, focus, energy ya wachezaji imeongezeka, walijituma na ilikuwa ni mechi ambayo waliamua kucheza, lakini bado sio kiwango bora ukilinganisha na Yanga yenyewe ya msimu uliopita. Kwa hiyo kuna tofauti. Compare ya Yanga ya Marawi na hii Yanga kwenye ligi za siku za mwisho hapa na ile ya Jumamosi, hao walikuwa bora. Maana walijitoa, walicheza ingawaje bado hawajafikia zile level ambazo tulizoea kuziona. Kwa hiyo unaona ni kwamba mwalimu ambaye alikuwa amepewa timu ya muda na wachezaji waliamua kujitoa ili kuweza kutafuta nafasi ya kuingia katika hatua ya makundi, na wamefanikiwa kwa kwenda kutengeneza historia ya kuwa timu pekee ambayo imeweza kuingia makundi ya klabu bingwa mara 3 mfululizo. Sawa kabisa. Pia tukiangazia kiwango ambacho wamecheza nacho, ni dhahiri tunaweza tukasema kwamba Romain Folz ndiye ambaye alikuwa anaifanya Yanga kucheza kile kiwango ambacho wachambuzi pamoja na wadau wengi wa soka walikuwa nakizungumzia kwamba Yanga imeonekana imeshuka sana kiwango. Romain Folz alikuwa chanzo. Unapokuwa kocha unawajibika kwa kila jambo zuri na baya. Ingetokea Yanga angeshinda magoli 7, 8, 9, 4, 5 bila, sifa angepewa yeye kama mwalimu wa timu. Na timu inapokuwa inapoteza lazima atakuwa analaumiwa. Timu ikiwa ina utimamu mzuri anasifiwa yeye. Timu ikiwa hovyo kwa maana utimamu analaumiwa yeye. Kwa hiyo hakuna mtu mwingine wa kuweza kumzungumzia kwa sababu ni timu ambayo watu wanaifahamu. Sio timu ngeni kwa maana kwamba amekuja yeye ndo anaanza nayo. Yanga ipo, ilikuwepo, tunaamini Yanga ndio imefanya usajili, imeongeza baadhi ya watu, lakini tayari kuna level ambayo walikuwa wameshatengeneza. Sasa hiyo level ilikuwa haionekani. Kwa hiyo maana yake amewatoa hata pale ambako walikuwepo akawarudisha nyuma. Kwa hiyo binafsi naamini kweli kwamba yeye ndiye alikuwa sababu, kwa sababu hata baada ya kuondoka tu yeye tumeweza kuona some improvement na timu imeweza kidogo imeimarika na imepata matokeo. Sawa kabisa. Kiwango cha Prince Mpumelelo Dube kimeonekana kuwa tishio sana, lakini pia wachambuzi wengi na wadau wengi wamekuwa wakilalamika kuhusiana na kukosa magoli. Kwa kile ambacho kinaonekana kwa Prince Mpumelelo Dube, nini hasa ambacho kinakosekana kwake? Nafikiri ni kujiamini na kukosa utulivu, na ni hali ya kawaida kwa wachezaji, sio wa kwanza. Yaani kwenye mpira vitu vya kawaida sana kuweza kutokea. Lakini wakati mwingine watu wanaweza kaamua kushambulia kwa malengo tofauti. Lakini mimi binafsi sioni kama anatakiwa kulaumiwa kiasi hicho kwa sababu licha kwamba kuweza kufunga lakini alisaidia sana timu katika eneo la mwisho. Ni kama utawamfuata mwalimu wa Silver Striker ukamuuliza watu gani ambao walikuwa wanampa wakati mgumu kwenye eneo lake la ulinzi, atakwambia Prince Dube. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ana ranks ambazo kidogo zilikuwa ni ngumu, alikuwa anawatanua walinzi, lakini pia alikuwa anaiunganisha timu. Ni mtu ambao ukimtumia anaifanya timu yote icheze mpaka eneo la mwisho. Tofauti na washambuliaji wengine wanapokuwa wanamtumia, maana yake wanakuwa na isolate. Akae pale mbele umpelekee mpira. Dube anashuka, anaongeza namba, anakaba, anatengeneza mashambulizi, anatokea kati. Toka angalia tayari magoli ambayo alikuwa anafungwa yote alikuwa anahusika nayo. Kwa hiyo kwa maana ya timu alifanikisha kupata matokeo magoli 2, lakini yeye akufanikiwa kuweza kuscore. Ndio maana hata goli la kwanza lilifungwa na mlinzi, ila kwa sababu tu watu pengine walikuwa na determination zao, walikuwa na focus zao, ndio wanao wengi wamechukia, na mimi najua wengi waliochukia kwa sababu waliliwa hela na Wahindi.
ina changamoto kwa sababu Yanga alipewa odds nyingi. Akishinda kuanzia magoli 3, Yanga alikuwa siku mbili kabla mchezo alikuwa ampewa odds 4.6. Siku mbili kabla mchezo. Siku ya mchezo alipewa 1.91, wengine mpaka 1.98, wengine 2.01. Kwa hiyo watu wengi hawa ambao wanasema wadau wa soka waliwekeza wakijua kwamba Yanga atapata magoli mengi kwenye ile mchezo. Lakini inakuwa sio mara ya kwanza kwa Dube kukosa magoli. Kwa situation kama ya juzi imekuwa kama ni muendelezo hivi, na ndio maana watu wamekuwa wakilalamika. Huko nakwenda utamzungumzia Dube. Vipi kuhusu Mayele? Alikaa mechi ngapi? Karibia mechi 7 kufunga goli. Aziz Ki msimu uliopita alikaa mechi ngapi? Kwa hiyo kwa washambuliaji inatokea kuna wakati hata msimu Dube uliopita alifikia alikaa mechi 6-7 kufunga. Alipoanza kufunga msimu unakwisha amefunga magoli mengi wa pili kutoka Mzize. Mzize ana 14 ana 13 na amechangia magoli mangapi jumla 31. Amefunga magoli 20, ameassist 11 msimu uliopita. Kwa hiyo wage inatokea mpaka kaenda msimu uliopita mpaka kaenda kuombewa na nini, alipita wakati mgumu sana. Kwa hiyo kwenye mpira inatokea hasa kwa washambuliaji. Inaweza kutokea leo Soa huyu tunamuona ndio wa Singida. Mbona azungumziwi? Mbona yeye apigwi kelele? Kwa sababu ukiangalia yeye alikuwa moto zaidi. Lakini sasa hizo ukiangalia namba zake zinaakisi. Kwa hiyo watu wanaamua tu kuweza kumtolea mtu kafara, lakini binafsi ni hali ya kawaida kabisa miongoni mwa washambuliaji ambao wanaweza kucheza kitimu na kuisaidia timu katika eneo la mwisho. Huwezi kuacha kumzungumza Dube. Anachokifanya hakuna mshambuliaji yote wa Simba na Yanga ambacho anaweza kufanya katika ubora wake. Prince Dube. I'm telling you, yani kwa akiwa katika ile footwork yake, ubora wake, hakuna Simba na Yanga hawana mshambuliaji. Kwa hiyo kukosa magoli ni sehemu ya mchezo, watu wanakosa magoli. Mbona wamzungumzie nani Edmund John? Naenda alikosa goli rahisi zaidi kwa sababu bola Dube mpira umepigwa, ulikuwa una kasi, akataka aupoze afunge. Edmund akapewa mpira, kipa huyo hapa. Pasi nzuri ya Pacome. Hayuko offside, alifanya nini? Kwa hiyo ni football. Kwa hiyo nafikiri kuangalia zaidi waiangalia Yanga kama timu, wasitake tu kumesha vidole mtu mmoja ambaye kimsingi mimi naamini kwamba alipambana. Ndio maana kama asingwa mwenyewe kutoka, mwalimu asingeweza kumtoa sababu alikuwa na faida nyingi kuliko wengi ambao walikuwa wakiangalia. Sawa kabisa. Lakini ukitazama kikosi kizima cha Young Africans na kwa jinsi kilivyocheza na performance ambayo wamecheza nayo, hii inatoa taswira gani kuelekea hatua ya makundi yenyewe sasa? Nafikiri wampata wake up call. Yanga walipoanza msimu baada ya kusajili, pengine walikuwa wanajiangalia katika level ambayo sio ile ambayo wako nayo kwa sasa. Yaani kwamba kaangalia usajili ukisikia yes, tuna Pacome, Kouma, Ekua, Baile, sijui Dumbia, yaani ukiangalia hivyo, ukitengeneza picha, unaona hapa nusu finali au finali. Ndio ilikuwa malengo. Ilikuwa maono ambayo walikuwa nayo. Ndio hata kikao kiambiwa tu na wengi tulizungumza kwamba ni timu bora sana na pengine inaweza kwenda kuwa na ubora wale ya juu mpaka kafika hatua tukaipa nafasi ya kwanza kuchukua bingwa wa ligi. Mimi nikiwa mmoja wapo. So tulikuwa tunaangalia analysis ya msimu uliopita na watu waliochukua, alafu tukaenda kufanya, yani unajiongeza, unajua kwa ubora huu hapa wako juu. Lakini imekuja tofauti kwamba kile ambacho tulikuwa tunakiona au kifikiria sicho mpaka sasa hizi hakijafikiwa hata nusu ya kile ambacho tulikuwa tunakiona. Kwa hiyo katika hizo hatua za awali ni kama ni wake up call ambao wao wameweza kuona kwamba inaweza tusifie kule ambako tulikuwa tunakutarajia sasa hizi. Kwa hiyo lazima tuweze kubadilika kwa haraka na kuweza kufanya mabadiliko makubwa ili tuweze kurudi katika bora ambao tuko nao. Kwa hiyo imewasaidia kuweza kujitambua. Hakuna ambaye tegemea Yanga ilibidi mpaka aume meno ndio ingie makundi. Kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zimepata mchekea ni Simba na Yanga. Katika hii tu ya mwisho hii zilikuwa zimepata timu rahisi mno na Azam kwa maana KMKM. Lakini ukiangalia shughuli moja kwa ngumu, imelazimu mpaka mechi yani mtu mnakaa na mameno ndio waweze kuingia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo itakwenda kuwasaidia ili waweze kujua kwamba kumbe kuna kazi kubwa. Lakini pia nimeona fitness level yao iko chini sana. Wamerudi ule ugonjwa ambao walikuwa nao siku za nyuma. Wakifika dakika 60 wanakata moto. Juzi moto ulikata kabisa. Ikafika tu wanakabia macho. Sasa katika hatua ya makundi unakuta timu ambazo zinakuwa na intensity hali ya juu muda wote ni hatari. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie eneo lao, hasa mwalimu wao wa fitness. Waangalie, lakini pia wamekuwa wakipata majeraha ya haraka. Kiangalia ameguswa siku Pacome, kaumia, mwingine amegusa nani, Mdasiri kaumia. Yaani wakiguswa kidogo tu wanapata injury. Kwa hiyo pengine aina ya mazoezi wanayoyafanya pia wayaangalie kama yanaweza yakawasaidia kuweza kuepusha hizo injury, lakini pia kutengeneza utimamu wa dakika 90. Kwa sababu nikiangalia naona kuna hatari kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni vema wakarudisha kuangalia mtaalamu wao
wa mazoezi. Sawa, isiye kama mtu amekaa na six pack na miwani ile kazi anafanya. Inayotakikana wajipime waangalie. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo nafikiri wanatakiwa waweze kuyaboresha na ili wafikie ubora, lakini pia wapo katika kipindi ambacho ni kigumu. Katika ukifanya analysis za kawaida timu inaweza kukaa juu maximum misimu 3 katika ile kawaida. Inaweza ka stretch 4 mpaka 6 mpaka 10. Ikiwa kwa kuanzia 6 maana kuna sababu za ziada ambazo tutaongea siku nyingine. Yanga ameweza kusekiwa misimu 4. Kwa hiyo msimu huu ana uwezekano mkubwa sana wa kuanguka au kumaintain au kwenda juu. Kwa hiyo wapo kwenye kipindi kigumu sana. Wakibugi hawatapata chochote. Yaani hawezi kuchukua bingwa wote. Kwa hiyo anataka kwanza apambane kurudisha hali yake ya msimu uliopita ile, then aanze kutafuta bora unaofuata, kwa sababu tayari wana miaka 4 hapa consecutive wameweza kudominate na kundi kubwa wako nalo. Kwa hiyo kuna wakati watu nafikiri wanakuwa na fatiki, wakati wengine nafikiri wanakuwa wanaishia ile kiu inakuwa imepungua. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa hiyo hapa wakifanikiwa kuvuka msimu huu, maana yake tena watakuwa na miaka mingine 3 ya ubora. Kwa hiyo kama kuna namna ya kuweza kuizuia Yanga ndio hapa. Ukikosa hapa basi miaka 7. Hatari kwa kweli. Sawa kabisa. Timu yoyote wakati inafanya usajili inakuwa inafanya usajili mkubwa kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Mpaka hivi sasa kwenye hii michuano ya kimataifa hatua za awali tunaelekea kwenye makundi. Sajili ambazo zimefanywa na Yanga zimelipa kwa asilimia ngapi? Mimi jua ninashindwa kuwatathmini wachezaji wa Yanga kwa sababu ni kama vile muda haujautendea haki, yani muda haujawatendea haki, lakini pia na mwalimu aliondoka kuwatendea haki. Kwa hiyo ni ngumu leo kuweza kusema yes Balakonte amefeli au si Baile amefeli. No, timu imepitia katika wakati mgumu sana, kwa sababu wakati mwingine wachezaji lazima waweze kuchezeshwa katika mipango ya mwalimu. Just imagine Balakonte anaingia jaminiwa, anapewa mtu andambile namba za kucheza, Arsene Koma hawezi kuaminika, wacheza wengine. Kwa hiyo mwalimu ambaye alikuwepo ni kama alikuja kuanza upya kwenye kosi cha Yanga, ile mwalimu Falls. Kwa hiyo imekwenda kuwafanya wachezaji wengi wapya sawa washindwe kupata mwendelezo na kile ambacho alikuwa nacho. Kwa hiyo nafikiri tuwape muda, tuangalie hapa ambako amekuja mwalimu mpya katika hii training hapa, then mwalimu atakavyokuja mpya ambaye amekuja kwenye timu, atakapoanza kuchanga karata zake ndio tutagundua kama usajili wao umelipa au hapana. Lakini pili, timu zetu hizi zilipata bahati mbaya, hazikupata muda wa kufanya maandalizi ya msimu kwa muda mrefu. At least timu inaweza ikajiandaa for 6 wiki mpaka wiki 8. Kwa maana tunazungumzia mwezi 1.5 mpaka miezi 2. Ndio muda wa kitaalamu wa kuandaa timu kwenye pre-season. Sisi timu zote zimejiandaa nafika wiki 3 au 4. Kwa hiyo ilikuwa ni chini ya makisio na matarajio. Lakini katikati yake hapa zikatokea tiba nyingi za FIFA mara CAF na nini, vitu vingine vikawa vimeingiliana. Kwa hiyo walimu hawakupata nafasi ya kukaa na kikosi kwa muda mrefu na kuweza kutengeneza watu kufahamiana, chemistry na vitu vingine. Kwa hiyo timu ina train huko iko kwenye mashindano. Kwa hiyo nayo inakuwa ni sababu ambayo inaweza kufanya pengine tushindwe kushuhudia ule ubora wa moja kwa moja wa wachezaji wa kusajiliwa. Pengine kocha mpya ambaye amesajiliwa anaweza akawatumia sasa wachezaji ambao paka hivi sasa hatujaona ubora wao. Yes, of course. Maana yake kwenye kitu kwanza inaanzia kwenye plan. Yaani mwalimu anapokuja anakuwa ana plan yake. Mimi natamani nitumie wachezaji labda wenye maumbile makubwa. Hiyo ndio project yake. Kwa akifika mazoezini ataanza nao watu. Wewe kaa pale, wewe kaa hapa, wewe kaa pale. Natamani nipige mpira ambao utakuwa matumizi ya nguvu moja kwa moja. Huyu ana vichenga hapana, mchukue huyu. Kwa hiyo pale ndio timu inaanza kuitengeneza. Kwa hiyo wote nyinyi wengine mnakuwa mpo kwenye kundi B. Tofauti na ile kundi A. So unaelewa sio? Unaona ukiangalia mtu kama Arsene Koma anavyocheza ni miongoni mwa midfielder ambao wana IQ kubwa sana. Lakini je, anapata nafasi gani mazoezini? Je, how you can intervene him kwenye plani za timu? Kwamba ukaweza kwa accommodate, kwa sababu ubora wa mtu mmoja lazima ukusanye utengeneze ubora wa timu. Kwa kila mmoja utumie potential yake ili kupata kitu cha kizima. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio sababu imepelekea. Sawa, tuame kwa Yanga, tuamie kwa Simba ambapo jana na wao wamecheza mechi yao na wametoka sare, ikiwa ni mara ya pili kwenye michuano hii msimu huu kwenye uwanja wa nyumbani wanatoka sare bila ya ushindi wowote. Nimepitia andiko lako masaa mawili yaliyopita ukasema Simba hii ambayo imeshindwa kupata ushindi kwenye uwanja wake wa nyumbani, pengine wasingeshinda magoli 3 kwenye uwanja wa ugenini, sasa hivi tungekuwa tunaongea mengine. Hii imekuwa inamaanisha nini? Mimi nilichokifanya nimefanya analysis ya timu zote 4. Nimeangalia kwa maana mechi zote hizi ambazo Azam alikuwa na KMK amecheza na Singida akacheza na wale Flambeu,
Yanga na Silver Striker, Simba na Nsingizini. Kwa ni zote nimeziangalia zile mechi home and away. Nikiangalia mtu wa kwanza ambaye alikuwa mpata mchekea zaidi ni Azam kwa KMKM. Ilikuwa sio timu ambayo ina ubora mkubwa, sio vunjie heshima, lakini kiwango chao kipo chini. Anayefuata hapo ni Yanga kwa Silver Striker. Anayefuata Simba Nsingizini. Lakini Singida alikutana na kipimo kigumu kidogo. Ukiangalia mechi ya Flambeau na Singida ilikuwa ni ngumu. Kwa nilivyoangalia nikaona kwamba Simba hawakucheza vizuri. Sawa kabisa, mechi zote mbili walizidiwa vitu vingi isipokuwa wao walipata matokeo. Yaani wao walichoweza kufanya ni kupata matokeo, sio kucheza mpira. Na kuna wakati nasema kwamba Simba anamudu michuano kwa sababu wakati mwingine anaangalia matokeo. Si unanielewa? Yaani ile timu ya Simba ukiangalia vile wacheze ingekuwa timu nyingine zaidi ya Simba kwa ile timu ya Nsingizini isingeweza kufuzu. Lakini Simba kafuzu. Mechi ya kwanza ukiangalia kule ugenini dakika zote 45 anashambuliwa yeye tu, kaona kafunga. Mechi ya pili mshambuliwa, Kibu kaingia kafunga, mechi imeisha. Sura jana mechi ukiangalia mechi yao almost wote wako nyuma wanashambuliwa wao, lakini vijana walikuwa wanashindwa kufunga. Kwa hiyo hawakuwa bora. Lakini walibahatika kupata bahati ya kutumia nafasi. Kwa sababu kama nafasi hata Nsingizini walizipata hata jana. Ile mechi jana kama ungeangalia kama Nsingizini ungekuwa kwa makini, maana yake mpaka 15 minutes wangekuwa na magoli mangapi? Mawili ya kufunga. 1 against 1, lakini hawana experience wakakosa matokeo. Kwa hiyo Simba hakucheza vizuri. Kwa hiyo ukikutana na timu nyingine ambayo unafanya makosa kiulinzi vile na wana watu wazuri, maana yake angeadhibiwa. Kwa hiyo jana ingeweza kutanish kwenda kwa mechi ya Orlando na wale Lupopo. Kwa hiyo hawakucheza vizuri, ila kwa sababu wana muendelezo wa kucheza vizuri haiwezi kuwa story. Muendelezo. Yanga ameanza kushoku kwa sababu watu hawakuzoea kuiona Yanga hivyo. Ndio maana leo ukiangalia Simba na Yanga hizo mchezo mbili za mwisho, Yanga kacheza vizuri kuliko Simba. Lakini bado watu wanaisema Yanga kwa sababu hajafikia ubora ambao alikuwa nao. Sawa kabisa. Ukirudi kwa Simba ambayo imetoka sare, swali langu limenitoka kidogo. Sawa kabisa. Tuangazie kwa ujumla michuano hii, na tumefanikiwa kufuzu kwa timu zote 4. Azam FC imefanikiwa kufuzu. Tumeona Florent Ibenge akiongoza kwa kasi. Pengine kwa sasa hivi tutarajie nini kwa Azam FC kiongozwa na Florent Ibenge? Ibenge ni mwalimu mkubwa. Siku zote unapokuwa na mwalimu mkubwa anakuwa na malengo makubwa kwenye timu na anapenda wachezaji wakubwa, anapenda matokeo. Yaani yuko result oriented. Yeye anataka matokeo. Hana shughuli nyingine ya kufanya. Kwa sababu CV yake inamtaka apate matokeo. Ndio maana kundi lonalo la wachezaji wakubwa. Kwa hiyo naamini kwamba ile mentality ambayo anawajengeni kubwa ambacho anakwenda kuongezea Azam ni mentality ya kupata matokeo. Azam hawajaje kuwa na shida ya kocha mzuri, hawajaje kuwa na shida ya wachezaji wazuri. Wachezaji wetu wazuri wako pale, wanasajili vizuri, wana kila kitu. Lakini walikuwa wanakosa ile mentality ya kwamba wao ni timu kubwa na wanatakiwa waweze kushinda. Sasa ukipata mwalimu mkubwa anakwenda kuinsert hiyo kitu. Kwa hiyo amewasaidia kuona kwamba na wao they deserve kupata matokeo. Azam alikuwa sio timu ambayo inatakiwa ikae 17 ndio ingia tu makundi. No. Amekuwa wachezaji wengi wazuri huko nyuma wazuri sana. Lakini hiyo alikuwa anakosa mentality. Kwa hiyo naamini kwamba Ibenge kaja kuwaongezea hali ya kujiamini na kuona kwamba wao wanastahili kushinda ili waendane na ukubwa wa jina la timu yao. Sawa, hadi kurudisha nyuma kidogo sasa. Elie Mpanzu jana baada ya mchezo ameonekana kuzungumzwa sana, wakisema wadau wengi wa soka na wachambuzi kiwango chake ni kama kimepungua tofauti na matarajio ambayo watu wengi walikuwa nayo aliyofanya msimu uliopita. Kwa ulivyomtazama Elie Mpanzu na jana alivyocheza na mechi zake zote za kimataifa ambazo alianza nazo tangu hatua ya awali, ni kweli tunaweza tukasema kiwango chake kimepungua tofauti na kile ambacho watu wengi walikitegemea kwa msimu huu? Shida Simba ipo kwenye setup kwenye eneo la mwisho. Setup yao sio nzuri. Yaani upati ile combination kwenye eneo la mwisho. Kila mmoja anacheza anavyotaka yeye. Tumeangalia wanamwona Mpanzu kwa sababu anakimbia pembeni kwenye space kubwa, lakini kama kuna mtu ambaye ana kiwango kibovu ni Jinchezi hawa. Ila kwa sababu anajificha ndani ya wachezaji huwezi kumuona. Sio, unaelewa? Mara ngapi Mpanzu anakimbia anakosa option. Hawazungumzi, anakimbia na mpira, ana dribble anafika hatua haoni pa kufungua. Yaani sio kulia, sio kushoto. Kwa hiyo inamlazimu aweze kuriski kulazimisha anapoteza mpira. Kwa hiyo bado hawajaweza kumtumia, bado hawatumiani sasa. Kwa sababu mimi nakimbia na mpira ili iwe nini? Sio, unaelewa? Kwa hiyo nafikiri kubwa ipo kwenye setup ya timu.
Ndio maana imekuwa rahisi kumweza kumuona yeye, kwa sababu muda mwingi yeye ndo anatakiwa aanze kuidrive timu kukimbia na mpira. Lakini baada ya kukimbia na mpira nini kinatokea? Jana ukiangalia Kibu mara kadhaa alikuwa na drive mpira, inafika tu anakosa option. Kwa nafikiri bado ipo shida ipo kwenye namna ya kuweza kutengeneza link up, hasa kwenye eneo la ushambuliaji ndio linalo wakosi. Kwa hiyo ukimwangalia Kibu pekee, ukimwangalia Mpanzu pekee utakuwa unakosea. Timu nzima kule mbele haiko vizuri. Kila mmoja anacheza kwa niaba yake mwenyewe, lakini sio kwa niaba ya timu. Sawa, kocha Pantev mechi yake ya pili ya jana, jinsi anavyoichezesha timu, amekuwa na uchezeshaji wa namna gani na kiwango chake anachokionyesha? Ni kweli tunaweza tukasema kwamba ana fiti pale Simba na tayari amefanikiwa kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya Fadlu Davis? Mimi nishaongea, shida ya Simba sio kocha. Shida ya Simba wachezaji. Na wanaelekea kwenye hatua ya makundi, wameingia sasa kama yaani Simba kwenye hiyo michuano hiyo ana nafasi yake. Yaani mimi kwenye issue ya michuano matamanio ya Simba, hiyo huwezi kumbeza. They know how to play those game. Wanajua na kucheza game, lakini kwa maana ya coach chao changamoto. Yaani utamlaumu mwalimu. Lakini kikosi chonacho ndio kiko tofauti. Wamechanganya walimu wengi wenye mbinu tofauti tofauti, afu wanachezaji wengi ambao hawana kariba moja. Si kama unanielewa? Yaani wachezaji wengi wale wasajili wamewasajili wachezaji tofauti tofauti, yaani unapokuwa unasajili timu, so unamwona Pep Guardiola ana aina ya wachezaji wake ambao inabidi wasajili ili waende kufit kwenye mfumo anaotumia yeye. The same to Hans Flick, ukienda Alonso, yaani mwalimu unakuwa unasajili watu kulingana na timu ulionayo. Sasa Simba wamechanganya wachezaji wenye kasi ambao wako slow, wanapenda kumiliki mpira, wasioweza kumiliki mpira, wote wako pamoja. Hasa kuitengeneza hiyo combination ukapata timu moja ikawa ina click ni hatari na ni ngumu. Pengine upate kujiandaa miezi 6 peke yako. Lakini vitu hivi watu hawavioni, vitu vya ndani sana kwenye mpira. Sawa kabisa. Kwa kumalizia sasa, Simba Sport Club kwenye michuano hii pengine tutarajie makubwa zaidi kama ilivyo msimu uliopita kwamba walifika hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho. Yaani when it comes kwenye michuano ya kimataifa, klabu bingwa kombe la shirikisho, timu za Tanzania ziko 4, ziko 5, ziko 6. Timu ya kwanza kuipa nafasi ni Simba. Sisi unanielewa? Yaani ikija issue ya michuano ya kimataifa, kuna timu 5, 6, 7 za Tanzania, ukiniambia ipi ambayo unaipa nafasi ni Simba. Yaani hiyo ni frankly speaking, wanaweza kucheza hiyo michuano katika mazingira ambayo wanajua. Naomba kama timu nzuri au hawana timu nzuri, they know how to play those game. Wanajua. Unaona, ndio ukiangalia hata timu ya msimu uliopita haikustahili kufika hata nusu finali, lakini ilifika mpaka finali kombe la shirikisho. Hawakuwa na timu hiyo. Mimi gasi kunizungumza timu hiyo hawakuwa nayo. Wanajua jinsi ya kufanya wenyewe. Hata sasa wanaweza kuwa wameingia hapa wakapanga timu ngumu kashangaa robo finali. Kwa hiyo ni timu ambayo hii michuano ni kama vile wakishafika kwenye michuano wanaweza kama ndio sehemu sahihi kwa kuweza kushiriki. Hata yule ambao kwenye ligi muone vizuri, ukienda kuona muona anaongeza jitihada na anapambana. Kwa hiyo kitu nafikiri ni credit kwao. Wameweza kutengeneza hiyo harmony ambayo inawasaidia sana kwenye michuano. Yaani wanastroke kwenye ligi kuliko kwenye klabu bingwa kombe la shirikisho, kwa sababu hawahitaji uwezo kwa motivate. Wenyewe tu wanajua kwamba hapa tufanye kitu, tupate matokeo, ndio sehemu yetu sahihi kuweza kushindana. Sawa, kiujumla tumefanikiwa kuingiza timu zote 4. Pengine sasa hivi ukijizungumzia mpira wa Tanzania na timu zake, mataifa mengine yaanze sasa kuihofia Tanzania kutokana na kiwango ambacho wanakionyesha kwenye michuano ya kimataifa. Yaani inaweza kaa ndio au sio ndio. Kwa sababu tumeingiza timu 4 pia tumenufaika na upangaji wa hizi timu sasa hizi kidogo umetusaidia. Kwa hiyo wakati mwingine unajua kiukanda wetu sisi tuko vizuri. Yaani huwezi kutukompea sisi na Kenya, Rwanda, Burundi, Sudani hapo, Zimbabwe, Msumbiji, Malawi. Sisi hapa tushapita kote, ukani sisi ligi yetu iko juu kidogo. Kwa maana ya ni ligi moja ambayo ina nguvu na ina ushindani. Kwa hiyo ukinipangia timu ya Malawi, timu ya Zambia, timu ya Botswana, ya Eswatini, ni kama tu kawaida kwetu. Kwa hiyo kwenye ukanda huu tunaendelea kudominate. Alikuwa hapo Kongo na yameflop sana sasa hizi. Haipo kama mashindano. Kwa hiyo tunafanya vizuri kwa sababu walio jirani yetu hawana ubora ambao kama sisi tuko nao. Kwa hiyo ni kiashiria cha kwamba tumeweza kudominate ligi za huku kusini huku na mashariki, lakini pia faida ya kuwa na wachezaji wengi wa kigeni katika ligi yetu. Watu walikuwa wanataka si wewe 4 au ngapi? Hapana. Wametusaidia sana. Iangalie Azam ambaye inaingia makundi ina wachezaji wangapi wazawa, wangapi ambao ni wageni,
utaona. Iangalie Singida inachojua ngapi wazawa, wangapi wa kigeni, ndasema tu Simba, ndasema tu Yanga, kwa kwamba ongezeko la wachezaji wengi wa kigeni na kupata fursa za kuweza kucheza na kuwabana ubora wao umetusaidia sana, lakini bila kusahau nguvu ya serikali ambayo imeweza kutusaidia kwa mazingira mazuri katika swala zima la mpira, lakini pia hata shirikisho kuweza kufungua milango kwa maana ya makampuni kuweza kuwekeza. Naona Azam Media wanafanya kazi kubwa sana, wanaweka pesa. Kwa hiyo timu zinakuwa zinaweza kujiendesha, zinaweza kusajili, kuchukua walimu, kulipa mishahara, lakini pia ligi yetu ina viwanja vizuri, inaonyeshwa vizuri. Kwa nafikiri tuna fakta nyingi ambazo zimetubeba kupelekea tufika hapo tulipoweza kufika. Mimi nikushukuru. Karibu tena. Sikiliza kwa uzuri kabisa, huyo ni mchambuzi wa soka nchini Dominic Salamba, amezungumza kwa undani na kwa ufundi kabisa kuhusiana na kile ambacho kimejiri kwenye weekend hii kwenye michuano yote, kombe la shirikisho, Singida Black Stars, Azam FC pamoja na klabu bingwa Young Africans na Simba Sport Club. Amegusia kwa uzuri na kwa ukubwa zaidi. Mimi Irene Junior, nyuma kamera tupo na director Moji.